Ni wakati wa kupata makala ya teknolojia. Programu wezeshi au app nyingi za kufanikisha masomo huwa zimetengenezwa kwa wanafunzi wenye uwezo wa kuona na kusikia, hivyo basi kuwatenga wale wenye matatizo ya kusikia. Nchini Kenya, mvumbuzi Charles Okello amebuni app maalumu ili kuwasaidia wanafunzi wasio na uwezo wa kusikia na kuona. Huba Abdi anatuarifu zaidi. Kwa muda mrefu sana wanafunzi wenye matatizo ya kusikia wamesajili matokeo duni kutokana na kukosa kufunzwa vyema au vyombo vya kufanikisha masomo ya lugha ya ishara na alama. Sababu hizi pamoja na ukosefu wa app maalum za wanafunzi kutumia kusoma zimemfanya Charles Okello kubuni app ya kulisaidia kundi hili la wanafunzi kuendeleza masomo hasa wakati wapo nyumbani. Nilikuwa nimejifunza kama mwalimu na niliona kuifundisha mtoto kisiwi sio rahisi, sababu mwalimu anatumia manual na ile manual ile anatumia anasema kama ni a anafanya a, ba, si. Kwa hivyo niliona hiyo iko ngumu sana, na naye inachukua wakati nyingi ikiwa watoto wako wengi. Wakati mwingi wazazi na walezi hupitia changamoto kubwa kuwafunza watoto wenye mapungufu ya kusikia hasa wakiwa nyumbani. Kwa Triza Nabo hili halitakuwa tatizo tena, kwani app hii itatatua changamoto hii. Kitambo ilikuwa ngumu juu ukitaka kumwambia kanilete kikombe, so mimi nilikuwa namwongelesha tu ka mtoto mwingine nilete kikombe, then unaenda unamuonyesha hii ni kikombe. But saa hii app ilinisaidia juu nikimwambia nilete cup, yeye ataenda anajua cup. Pia yeye tulikuwa tunasoma naye kwa hiyo app, so yeye anajua nilete cup, nilete plate, ukimwambia go anajua. Kando na app, kuna mchezo wa puzzle ambao Charles ameuvumbua. Kulingana na Maureen Oyego, mchezo wa puzzle umsaidia mzazi kuelewa sana lugha ya ishara na hata kuimarisha uhusiano baina yake na mwanawe. Kama sasa hivi wako home hivi, unapata anajua, ana understand kuwa asahau zile vitu walikuwa wanasoma shule, anajikeep busy nao na anaandika, na hata mimi mwenyewe inani help. Najua hadi kutoa hizo science language za ABCD nazielewa juu board. Japo Charles ameipendekeza Wizara ya Elimu nchini Kenya kukumbatia app hii kuendeleza masomo, changamoto kubwa ni kwa wazazi wa kipato cha chini ambao bado hawana uwezo wa kumiliki simu za kisasa. Bila smartphone uwezo ukatumia, lakini kwa wale wana smartphone wanaweza pata hiyo kwenye mtandao, alafu akiwa nyumbani atajifunza, alafu ajue sign language. Hiyo ni njia rahisi kwa nini kufanya, na hata watoto yake wale wanaongea, wale wasio visiwi pia wanaweza tumia hiyo simu yake kujua sign language. Baadhi ya wanafunzi wenye ulemavu katika mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara hukosa fursa ya kupata elimu kutokana na gharama ya juu ya masomo kwa kundi hili pamoja na unyanyapaa licha mabadiliko ya nyakati na teknolojia, kwani taasisi nyingi haziwekezi katika elimu ya kundi hili la wanafunzi. Huba Abdi, VOA, Nairobi.